Ni siku muhimu sana kwa sababu maziwa ni moja ya mazao ya mifugo. Maziwa ni utajiri mkubwa wa protini, na kwa maana hiyo yana mchango mkubwa katika usalama wa chakula. Na kama unavyofahamu sasa hivi kuna utabiri kwamba tunakoelekea huko mbele ya safari tutakuwa na tatizo kubwa sana la uhaba wa chakula. Mamilioni ya watu duniani watapata matatizo makubwa ya chakula, na chakula sio kwa maana ya shibe peke yake, lakini lishe yenyewe, hasa virutubisho. Kwa hiyo maziwa ni chakula ambacho kina virutubisho karibu vya aina zote muhimu kwenye mwili, lakini ni muhimu zaidi kwa makuzi ya watoto ambacho ndio kizazi muhimu sana katika taifa. Kwa hiyo sisi kama serikali, kama taifa, tunachukua jukumu la kuadhimisha siku hii, kwanza kama sehemu ya elimu, pili kama sehemu ya tafakuri, tunavyozalisha, tunavyotumia maziwa yenyewe kuyanywa, tunavyosindika, na tunavyowezesha wafugaji kujikomboa katika lindi la umaskini. Katika wizara tuna mradi kabambe sana wa kuboresha sekta ya maziwa kupitia mnyororo mzima wa thamani, na lengo kubwa ni kutumia mradi huo kama njia ya hamasa na elimu kwa wafugaji kwamba majira tulionayo yamebadilika. Hali ya hewa imekuwa si rafiki. Mvua zikinyesha zinanyesha na uharibifu mkubwa. Wakati mwingine majira ya mvua hayatabiriki tena. Maeneo yaliyokuwa na uhakika wa mvua za kutosha sasa hivi yana ukame. Na katika ufugaji, jambo la kwanza, ardhi. Sasa ardhi ikiwa kame inapoteza pia sifa zake za uzalishaji. Jambo la pili, maji. Mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa na tatizo, maeneo mengi yanakuwa na ukame, na ukame unakuwa muda mrefu. Na mifugo ikishakuwa na matatizo hayo ya uhaba wa malisho na maji, inapoteza kinga yake ya mwili, na kwa hiyo inashambuliwa na maradhi makubwa. Na bahati mbaya sana wafugaji wasipokuwa na uhimilivu na mifumo ya uhimilivu wa mazingira hayo wanapoteza mifugo. Kwa mfano mwaka jana tumepoteza mifugo mingi sana, hasa katika mikoa ya kaskazini. Na mfugaji akipoteza mifugo, maana yake amepoteza uhai wa maisha yake, amepoteza hatima ya watoto wake, amepoteza pia uchumi wake na heshima yake. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia nchi yanahitaji tujiandae. Kwanza kwa serikali kuchukua jukumu lake. Jukumu la serikali ni utafiti. Jukumu la serikali ni mafunzo, ni hamasa, kuwaunganisha wawekezaji. Na jambo hili kwa sababu ni la kimataifa, kushiriki pia katika mijadala ya kimataifa. Tuone suluhisho zinazotokea kimataifa tunawezaje tukazitumia katika mazingira yetu. Kwa hiyo ndio maana tunaweka msisitizo katika uzalishaji wa malisho. Watu sasa wasitumie tena yale malisho ya asili peke yake, wasitegemee peke yake. Kuvuna maji ya mvua, ndio maana unaona sasa hivi tumewekeza nguvu kubwa sana katika uchimbaji wa maji, kwa sababu maji ya ardhini ni maji ya mvua, lakini pia kuchimba mabwawa. Na serikali imetoa ruzuku hasa kwenye mbegu hizi za malisho, na kuna teknolojia sasa hivi ya Junkao, kuna Rhodes, ni aina fulani ya nyasi ambazo zinahimili ukame, lakini pia wakulima pia wanahimizwa wakati wa mvua watunze yale malisho, wayakate, wayatunze, wakati wa ukame waweze kuyatumia.